Amen, 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 amen. Ninawasalimu nyote kwa jina la Yesu. Ninayo jambo moja kuzungumza nanyi watoto wa Mungu, wapendwa ndugu zanguni. Jambo la kawaida, tunaenda kuzungumza juu ya rafiki. Rafiki ni nani? Na kazi ya rafiki ni nini kwa maisha ya mwanadamu? Au rafiki kusaidia nini? Kulingana na maandiko, neno linasema ya kwamba kwenye kitabu cha Methali 18 mstari wa 24 inasema ya kwamba jifanyiaye rafiki wengi ni kwa uangamifu wake mwenyewe, lakini yuko rafiki ambaye andamanaye na mtu kuliko ndugu. Je, huyo rafiki wako anaandamana wewe kivipi? Mara mingi watu huchagua marafiki pasipo kujua ni rafiki wa aina gani. Marafiki wa siku hizi unapotembea na wao wakati wa shida na kuacha, ni kwa sababu gani? Si marafiki ambao wamekuja kwa maisha yako kukusaidia. Ni marafiki ambaye wanakuhitaji wakati wako na mahitaji yao wenyewe, wanakuhitaji, lakini wakati unawahitaji hawapatikani. Hao marafiki ni warafiki manafiki. So kwa hivyo ndugu zangu, ninakuhimiza tu leo, kama una rafiki kama huyu ambaye wakati wa shida akusaidii, wakati wa shida yake ndio anahitaji sana umsaidie, na kushauri waachane naye. Kwa sababu gani? Hakuna haja utembee na rafiki mnafiki, rafiki ambaye leo kuna wewe, kesho anaenda kukusema, rafiki ambaye utaweza mwambia siri zako, lakini baada ya muda mchache utapata hiyo siri yako imetapakaa kila kona ya mji ambao unaishi. Kwa hivyo kuwa makini unapochagua rafiki. Hiyo ndio ya kwanza. Ya pili, jua mtu ambao unatembea naye ni mtu aina gani. Je, ni mtu anayekudhamini? Ni mtu ambaye anadhamini heshima yako? Mtu ambaye anakutunzia siri? Au ni mtu ambaye kazi yake ni kusemana kwa watu wengine? Au ni mtu kusambaza habari zako kwa mataifa, ama kwa rafiki, ama kwa maadui zako ili wajue mipangilio yako? Jambo la pili ni kwamba unapokuwa na mipangilio, usiaihusisha rafiki yote kwa mpangilio yako. Maana kuna marafiki wengine wanapowaambia wanaanza kuomba kinyume na hiyo mipangilio yako. Kuwa makini sana wakati unaongea na marafiki. Ongea na wao hadithi zingine, lakini mipangilio yako ya kimaisha usiaihusisha rafiki, kwa sababu wengi wao ni manafiki. Wengi wao wanaweza haribu mipangilio yako na wanaomba kinyume na mipango yako ili usifanikiwe. So leo nimekuambia hiyo, shika hiyo, itakusaidia siku moja, na utakumbuka siku moja nimekuambia hii kwamba chunga rafiki ambaye unatembea naye. Shalom.